Karibu duniani. Umeingia ukihisi baridi, bila nguo, umechanganyikiwa, lakini hauko peke yako. Kutoka nyakati zako za mwanzo duniani, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikuwa akikuruzuku, alikupa faraja, mikono salama, lishe ya maziwa matamu na mwili uliojaa uwezo na kukua na kujifunza. Riziki yako ulipewa ulipokuwa katika hali ya kutojiweza, na hata kabla ya hapo. قتل الإنسان ما أكفر من أي شيء خلق من نطفة خلقه فقدر ثم السبيل يسر. Mwenyezi Mungu anasema ameangamizwa jinsi mtu alivyo mwenye kukufuru. Aliumbwa kutoka kwa nini kwanza? Kutoka kwa tone la maji. Mwenyezi Mungu alimuumba na kumpangilia, kisha Mwenyezi Mungu akamsahilishia njia. Wanazuoni wanasema hii ina maana mbili: njia ya miujiza kutoka kwa tumbo la mama, na kisha njia ya uongofu aliyokusahilishia. Lakini kama mtu anakataa sehemu ya kwanza, anawezaje hata kudhamini ya pili? Mchakato wa kuzaa ni mojawapo ya ishara na miujiza mikubwa zaidi ya Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu hahitaji mchakato huo, lakini anatufahamisha nayo ili tuweze kumsifu kwa hilo. Kumbuka kuwa miongo baada ya umri wa kuzaa watoto kupita, Sara alimzaa Ishaq, mke wa Zakaria ambaye alikuwa na miaka 90, akamzaa Yahya alayhi salam. Kisha kutoka kwa tumbo safi zaidi, Maryam aliyekuwa bikra akamzaa Isa alayhi salam kutoka kwa sehemu zisizotarajiwa kabisa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huleta baraka, na hiyo ndiyo hadithi ya kuzaliwa kwako. Licha ya jinsi ulivyotokea, yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy, anatoa hai kutoka kwa maiti na anatoa maiti kutoka kwa hai. Lakini sio tu kuzaliwa kwako kwa miujiza, bali hata hadithi yako ndani ya tumbo inaonyesha kuwa Mwenyezi Mungu anakujali. Thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, kisha tukamweka kama tone la maji katika makazi salama. Mwenyezi Mungu alifanya tumbo kuwa mahali pa salama na lishe, na hii ndiyo ahadi ile ile ambayo Mwenyezi Mungu ametupa kwa wakati wetu wote duniani. Alimwambia Adam alayhi salam alipomtuma duniani, walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin, na katika ardhi atakuwa makazi yenu na riziki kwa muda. Anatumia neno lile lile kuelezea dunia kama alivyoelezea kuhusu tumbo, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakutuliza katika sehemu na kisha anakulisha popote alipokuweka, na achukui kitu ila hukibadilisha na kitu bora zaidi. Ndio maana Ibnul Qayyim rahimahullahu alisema, tafakari kijusi ndani ya tumbo, lishe yake inatoka kwa kitovu kama njia moja, na kisha pale mtoto anapozaliwa anakatwa kutoka kwa njia hiyo, na kisha anafunguliwa njia mbili za maziwa, na kisha mtoto anapoachishwa kunyonya na njia hizo mbili za maziwa kufungwa, njia 4 hufunguliwa ambazo ni bora kwake zaidi: nyama ya wanyama, mazao yanaomea kutoka ardhini, maji safi kutoka kwa mabawa ya maji, na kisha maziwa halisi. Na kisha mtu anapokufa, kwa njia hizo 4 hufungwa, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hufungua milango 8 ya pepo badala yake. وإذا ساد عليك بحكمتي طارقا من طرقه فتح لك برحمتي طارقا أنفع لك منه. Na kama njia ya riziki imefungwa kwa hikma yake, jua atakufungulia kwa rehema yake njia iliyo manufaa kwako zaidi. Na hiyo sio kweli kwako tu, bali pia kwa wazazi wako. Kwa kweli, je, ikiwa wewe ulikuwa riziki waliohitaji wakati milango mingine ilipofungwa, wakati bado ulikuwa ndani ya tumbo, kadari ya wazazi wako ilikuwa ishakadiriwa na muundo wa kadari yako ilikuwa ikiandaliwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, Mwenyezi Mungu anamchagua malaika maalum kama mlinzi wa tumbo.
na angemwambia, Mola wangu, sasa ni tone la maji, Mola wangu, sasa ni damu iliyoganda, Mola wangu, sasa ni kipande cha nyama. Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapoamua kuipa umbo lake la mwisho, malaika huuliza, Mola wangu ni mwanaume au ni mwanamke? Mola wangu ni muovu au mwema? Mola wangu ataishi miaka mingapi? Mola wangu ni kiasi gani cha riziki umemwandikia? Na yote hayo yanaandikwa wakati bado uko tumbo la mama yako. Nataka utafakari kila siku ambayo utaishi na kila senti ambayo utapata tayari zilikuwa zimeandikwa ukiwa ndani ya tumbo la mama yako kabla hata kufika hapa. Na Abu Darda radhiallahu anhu anaripoti jambo la kuvutia. Anasema kuwa usiku wa 40 baada ya mimba, kadar huandikwa kuhusu maumbile ya mtoto huyo atakavyokuwa, tabia yake, umri wake na riziki yake kwenye waraka huu wa kijani ambao huning'inia kutoka kwa kiti cha enzi cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, kama al-lawhin mahfudh. Na hivyo wakati kadari yako inapoandikwa, ukurasa uzeeka na kuchakaa hadi kuwa mgumu, na kisha wakati wako duniani unapokamilika na ufe, waraka huo huanguka kutoka kwenye kiti cha enzi. Lakini kwa sasa bado uko mwanzoni mwa waraka huo na sura yako ya kwanza inakaribia kwanza. Dua, dhikr na matumaini ya wale wote waliokuja kabla yako yanazingatiwa kwa kukujenga. Na sasa ni wakati wako wa kutoka ndani ya tumbo na kuingia duniani. Kwa hapa sasa, kwa sekunde chache, shetani anakufinya, malaika wanasimama kukulinda. Wazazi wako wanafurahia na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala bado anakutazama. Unalia na wengine wanacheka kwa sababu wanajua umezaliwa katika nyumba yako mpya na yao, wakati wewe unafikiria umeondolewa kutoka kwa faraja ya nyumba pekee uliyojua. Kisha huadhiniwa kwenye sikio lako, sio tu kwa kuthibitisha uwepo wa Mwenyezi Mungu ndani ya roho yako, bali pia kwa sababu swala ni chanzo cha lishe ya kiroho ambayo ni muhimu zaidi hata kuliko lishe ya kimwili. Kisha tahnik hufanywa kwa tende ili kukupa lishe hiyo ya kimwili kutoka kwa njia rahisi. Na katika hilo kuna ishara kwamba mtu anapaswa kuridhika na riziki ya msingi zaidi katika dunia hii, huku akizingatia kutimiza lengo lake. Kama Aisha radhiallahu anha alivyosema, tufiya an-nabiy sallallahu alayhi wasallam hina shabi'na min al-aswadaini at-tamar wal-ma. Mtume sallallahu alayhi wasallam alifariki dunia wakati tungetosheleza njaa yetu kwa tende na maji. Ni nini tahnik? Ni mchanganyiko wa mate na tende, ambayo kimsingi ni tende kwenye maji. Kuridhika na kile kinachohitajika na kuondoa kilicho zaidi pia kimetajwa katika sunna ya tahara ya kiume na kunyoa nywele kichwani siku ya 7. Na njia bora zaidi ya kuondoa kile kilicho zaidi ni kwa kutoa sadaka. Ndio maana tunatoa uzito sawa wa nywele kwa dhahabu au fedha. Kisha akika hufanywa, ambayo huchanganya mwili na roho. Ni njia ya riziki ya kimwili kwa familia na jamii, ambayo huonesha watoto hawapunguzi riziki yetu, bali Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huzidisha riziki yetu kupitia wao. Na mtoto huyu sasa ni riziki ya jamii nzima, na hivyo kupitia tahnik mtoto hulishwa, na kwa hakika wengine wote hulishwa. Wala taktulu auladakum min imlaki nahnu narzukukum wa iyahum, msiwaue watoto wenu kwa hofu ya umaskini, sisi tutawalisha wao na nyinyi. An'ama alayka awalan bil injati wa thaniyat bi ta'wili al indati, na alikujalieni neema zake kwanza kwa kukuleta ulimwenguni, na pili kukupa riziki isiyo katika. Lakini haijakusudiwa kuwa riziki kwa maana ya kidunia tu. Wanazuoni wanasema kuwa hakika humwezesha mtoto kuwatetea wazazi wake siku ya Kiyama na kuwa chanzo kubwa zaidi cha riziki ya akhera. Na hiyo ni kabla ufanye chochote cha wema katika dunia hii. Lakini kumbuka kuwa Ibrahim alayhi salam hakumchinja tu kondoo badala ya Ismail, bali alipata pia baraka ya Ismail kuokolewa na kupitia kwake umma kuzaliwa. Na ulipozaliwa haikuwa sherehe yako tu. Ibnul Qayyim rahimahullahu anaeleza kuwa sherehe ya mtoto mchanga pia ni furaha kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama alivyosema kuwa nitajivunia kuona umma wangu ukiwa idadi kubwa zaidi siku ya Kiyama. Una jukumu maalum la kutekeleza katika umma huu. Ndio maana hata haki ya kupewa jina zuri ni muhimu katika Uislamu.
unapasa kuwapa majina kwa sifa au mtu wa sifa. Ndiposa Talha radhiallahu anhu alikuwa akiwapa watoto wake majina ya manabii. Zubair radhiallahu anhu alikuwa akiwapa watoto wake majina ya mashuhada. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, wapeni majina kama Abdullah, Abdurrahman. Wapeni watoto wenu majina kama Maryam, Khadija, Fatima, Al-Hasan, Al-Hussein, na wapeni majina ya sifa unazotaka waonyeshe katika dunia hii. Nia ya kupeana jina ni dua kivyake. Sasa je, ulipewa jina maalum au utajitengezea jina kwa kuwa kitu maalum? Katika kadari ya Mwenyezi Mungu utakuwa msukumo wa kitu katika dunia hii, na sio tu lebo aliyokuwekea hospitalini au jina ambalo wazazi wako walikupa ambalo litakita kwako, bali ni lebo kutoka kwa Allah. Mujahid rahimahullah alisema kuhusu aya hii, wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unukihi, kwamba kila mwanadamu ana kadari yake imefungwa shingoni mwake. Alisema, ma min mauludin illa fi unukihi waraka maktuban fiha shaqiyan au sa'id, hakuna anayezaliwa isipokuwa kwenye shingo yake kuna waraka umeandikwa juu yake mwovu au mwema. Mazingira yanajalisha, lakini unaweza kugeuza mazingira yoyote kwa njia ya kukuinua. Na kama vile kuzaliwa kwako ilikuwa riziki na kadari kwa familia yako, familia uliolelewa ndani yake ni sehemu ya kadari yako, na jinsi walivyo itaathiri kwa njia fulani jinsi utakavyokuwa. Qul lan yusibana illa ma kataba Allahu lana huwa maulana wa ala Allahi falyatawakkalul mu'minun.